Asante sana mama miongozi kunipa sauti. Mbele yote napenda kupiga asante kwa shehe aliyependa tuweze kuja kuhudhuria pamoja na nyinyi katika siku hii ya kusherehe mwezi wa mama. Nashukuru sana mama Alice anayewakilisha liwali wa jimbo. Nashukuru wakili wa meya wa mji. Nashukuru baba burgomestre wa komuni ya Karisimbi. Nashukuru viongozi wote Waislamu wanaokuwa hapa. Nashukuru pia mama wangu wa Kikatolika wamefika kuhudhuria pamoja na nyinyi siku hii ya leo. Na nyinyi wote wa mama nawashukuru sana kwa kuweza kutukusanyisha kwa ajili ya kutoa maono fulani kuhusu maisha ya imani. Nilisikia shehe anasema kama mama wanapaswa kuwa na wivu wa maendeleo. Ni lazima sana usikuwe na wivu wa mali ya dunia, hapana. Wivu wa maendeleo, kuleta maendeleo ndani ya jamaa, maendeleo ndani ya mji, maendeleo ndani ya nchi. Mimi nitasema tu kitu kidogo juu ya wivu ingine, wivu wa amani, wivu wa kuleta amani. Tunapasha kuwa na ile wivu sisi wote, kuleta amani, kujenga amani ndani ya jamaa zetu na ndani ya nchi yetu. Hiyo ndio kichwa cha maneno nilipenda kuambia tu kwa kifupi kwa ajili ya siku ya leo. Mimi najua kweli kama Islamu ni dini ya amani, na hata katika Kiswahili wanasema mtu ni Muslimu. Mtu kama ni Muslimu ni mtu mwenye kuishi vizuri na wengine. Takbir! Na Muslimu ni nani? Ni Muislamu. Maana yeye ni mtu wa kuweza kujenga amani na wengine, kuishi vizuri na wengine katika heri na katika furaha. Ndio maana nilipenda kusema juu ya amani, juu ya usalama. Sitasema hapa juu mambo ya vita, hapana. Hiyo ni mambo ya serikali, mambo ya wafanya siasa. Wanajua namna gani kuweza kumalizisha vita. Kuna na namna nyingi ya kuweza kufikia, lakini namna moja ni lazima sana ni kuweza kujua kukaa pamoja na kusimulia. Mnajua zamani katika asili za mababu zetu, wakati kulikuwa shida ndani ya mji au ya kijiji, walikuwa wanaalika watu. Yeye mwami ataalika wami wengine na wanakaa pamoja chini ya mti. Kulikuwa mti au ndani ya baraza. Katika kila mji kulikuwa baraza au kulikuwa mti unaleta kimvuli kwenye wazee wa mji. Wami walikuwa wanaikala, wanasomea pamoja juu kutatua shida. Inaweza kuwa shida ndani ya jamaa ya mtu fulani au shida ndani ya mji, wanakaa pamoja wanasumulia.
hawakuwa wanakimbilia kumata silaha, hapana. Wanakaa pamoja, wanasumulia na pale wanatatua shida na amani na inarudi ndani ya jamaa ya ndugu fulani au ndani ya mji. Mimi napenda kusema hapa juu ya amani ndani kati yetu, kati ya majamaa, amani kati ya makabila, amani kati ya watoto wetu, kati ya wamama, amani kati ya wababa. Ili ndio napenda kusema. Unajua, tunazoea mara nyingi kujiuliza nini inaleta fujo ndani ya majamaa, ndani ya vijiji vyetu. Tunapaswa kujua kama kitu cha kwanza kinaacha tunakuwa na fujo ni tamaa ya mali ya dunia. Ile mara nyingi ndio inaacha mtu anakuwa na kisirani na mwingine. Kama tuko kisirani na wivu wa kusema inafaa mimi niende maendeleo ni sawa, lakini kusema tunyang'anye mwenzangu mimi ndio nikuwe nayo, yeye asiwe na kitu, pale ndio kwenye fujo inakuja mingi. Na ndio maana katika maisha yetu sisi waamini tunapaswa kila mara kuangalia maandiko matakatifu. Kwa nyinyi ndugu Waislamu, na Al-Qur'an ni maandiko matakatifu. Sisi tuna Biblia, tuna Injili na tunaangalia maandiko matakatifu inatuambia nini. Maandiko matakatifu yanatuambia kwetu sisi wa Kristo. Tunaangalia katika kitabu cha mwenye Injili Yohane, anasema Yesu mbele aweze kuacha dunia alisema, nawaachia ninyi amani, nawapa amani yangu, si kama vile dunia inavyowapa amani, ni vile mimi ninavyotaka. Ile ni takuta katika kitabu cha nabii cha Injili Yohane katika sura yake ya 14 mstari wa 17. Nikutambia kama ndio kuna namna mbili ya kuweza kuleta amani. Kuna namna ya kidunia, lakini amani ya hali ya kidunia haidumu. Amani ya namna ya kidunia haidumu. Nilijua maana ya kidunia ina sura tatu. Sura ya kwanza ni mifano naweza kuwapatia. Nisikia share alitoa mfano hapa wa huyo mama aliyokamatwa na mamba. Mimi nitapata mifano mitatu. Mfano ya kwanza ni amani ama usalama kati ya chui na mbuzi. Unataka chui na mbuzi waweze kuivya vile wanasema. Utasema chui anamrukia mbuzi, anamkanyaga. Mbuzi aseme tena kitu, anakuwa na woga. Chui tuna kama pale huko amani. Njia juu mbuzi kuna woga, mbuzi aseme kitu, mbuzi anakanyakiwa. Na mbuzi angali na hai, angali mzima, iko napumua, iko nasema sama natamea unisamehe, unihurumie, lakini chui anamkanyaga. Hali ya pili ni kama ule chui anamuua ule mbuzi na anaanza kumkula pale kabisa. Basi amani sasa inakuja juu, mbuzi haiko tena. Mbuzi ya maisha ni hali ya pili. Hali ya tatu ni wakati ile chui anakutana na chui mwingine,
chui mwenzake, wadume wote wawili wanajua kama mwenzangu tuko na nguvu, wanabakia huko wanaangaliana, wanaogopana. Utakusema pale kuna amani, lakini amani haita kudumu. Mwisho na mwisho tu watarukiana. Ile ndio mfano napenda kuwapatia katika maisha yetu. Sasa amani ya maandiko matakatifu inatuambia nini? Tukiendelea katika kitabu cha nabii Isaya sura yake ya 11 tangu mstari wa kwanza mpaka 10. Amani ya Mungu nasema, wakati mwana mbuzi na mwana chui wanakaa pamoja, wanakula chakula kimoja. Hiyo ni amani ya kuweza kudumu. Anasema mtoto kidogo ataweka mkono wake juu ya tundu ya nyoka na nyoka hatamfanya kitu. Hiyo ni amani ya kudumu yenyewe. Watu wenyewe hawezi kuwa wanaishi pamoja, hawezi kuwa wanasikizana, wanakuwa wanasikizana. Na ni juu ya nini? Ni juu ya mapendo. Kwenye hakuna mapendo, kwa penzi ni ngumu sana kuweze kuwa amani. Na kwenye hakuna amani, hakuna maendeleo. Sasa maendeleo zikuja, inafaa kuwe amani ndani ya nchi. Na kusema kuwe amani ya kudumu, inafaa kuwe mapendo kati yetu. Tuweze kujua kupendana. Na hasa mapendo yenye haina ubaguzi. Haina ubaguzi wa kabila, haina ubaguzi wa dini, haina ubaguzi wa lugha. Hiyo ndio mapendo ya kuweza kudumu. Tukiwa na mapendo juu tu kwa ajili ya ndugu zetu, wa kabila letu, wa lugha yetu, wa sijui jamaa yangu, wa ukoo wangu, hatuwezi kuleta amani ya kuweza kudumu. Ni lazima sana ndugu wapenzi, na hasa sisi waamini, sisi wenye kuaminia Mungu mmoja, tuweze kweli kuwa na hiyo mapendo. Kwanza mapendo kati yetu, kujua kusaidiana bila kuangalia kabila la huyu, kuangalia dini ya huyu, kujua kutembeleana. So vile tunafanya siku ya leo ni alama ya mapendo. Kujua pia wakati wamoja wana msiba kuweza kuenda kuangaliana, wakati wa ugonjwa, wakati wa shida za maisha. Hiyo ni alama ya mapendo, bila kuangalia kwanza sura ya mtu, yeye ni mrefu, ni mfupi, ni mweusi, ni mwekunda. Hapana. Ni mtajiri, ni maskini. Hapana. Tukiangalia, tukiendelea kuangalia, huyu ni mtajiri, huyu ni maskini, mimi ndaenda na mtajiri, ndaacha maskini, hatuwezi kupenzi kuleta amani ya kudumu. Na hiyo amani, nini wa mama ndio tunapenda kutusaidie. Nini wa mama ndio tunapenda muweze kutusaidia. Nifurahi sana wakati cha nasema juu ya nafasi ya mwanamke ndani ya Islam. Sisi kwetu wa Katolika hatuna hiyo shida ya nafasi ya mwanamke. Sisi tunaaminia kama ni mwanamke ndio alizaa mwana wa Mungu. Hamwezi kuwa na mwanamke kupita yule mwenyewe anazaa mwana wa Mungu. Hiyo ni imani yetu. Na tunamwita Maria. Katika Qur'an mwanzo wanasema Maria mama wa Isa. Ndio, ni yeye. Maana kuna mtu anaweza kumpita huyo mama. Yeye tunaamini kama ametuzalia mwana wa kusema kama katika dini ya Kristo ya Katolika, kama mama tunakuta fasi yote. Utakuta mama anaongoza masomo, mama anaongoza jeshi. Sisi kama tunajua katika nchi ya Uganda kuna mama mmoja na sababu jina yake iko jemadari. Mmoja mkubwa sana. Na wote yule mama kama anapita wanamheshimia. Wanaume
inamisha kichwa mbele yake. Ni hiyo mambo ya kuangalia wa mama. Hapana, mama anaweza kuwa na nafasi na ni lazima sana wa mama muweze kuchukua nafasi yenu. Msingoje hata asema wapatie sisi, hapana. Haikasema watawapatia. Ni nafasi yenu. Mama ni mama. Ndani ya jamaa mama ni mama. Na huyo mama tunaweza kumkuta wakati iko anatumika ndani ya ofisi. Ni mama anaweza kuwa na hiyo nafasi ndani ya ofisi popote. Lazima sana tuweze kweli kuchua hiyo mama mapenzi, mchukue nafasi yenu, na vile Sheikh alisema mtachukua nafasi hiyo mkiwa mama wenye juhudi. Hapana mama wavivu hapa. Kusema anakala kunyumba na ngoja baba akuje amletee $1 na mdada siku za leo baba wengi wana $1. Wengi ni washomeri. Na sababu unakuwa ni kati kunyumba unangoja wakuletee $1 hapa. Na wewe pia utafute katika njia halali. Katika njia halali. Hapana njia haramu ile ya kutafuta. Hapana. Wewe kusaidia jamaa katika njia halali ili kuweza kumfurahisha Mwenyezi Mungu. Nilipenda tu kuambia mama kwa ajili ya siku ya leo. Asante sana. Takbir! Takbir!